Yohane Mbatizaji na kipindi cha Majilio. Katika Dominika ya pili na ya tatu ya Majilio, liturujia huweka mbele yetu sura ya Yohane Mbatizaji pamoja na mafundisho yake. Kwa malengo maalumu, tunapata mafundisho hayo kwa sababu yeye alikuwa mtangulizi wa Masiha. Alihubiri kwa nguvu kuwaweka watu wajiandae kumpokea Masiha. Masiha alipozaliwa, aliendelea kuishi Nazareti mpaka alipokuwa kijana, akaenda kubatizwa na Yohane Mbatizaji mtoni Yordani. Kabla ya Yesu kuanza utume wake, Yohane Mbatizaji alihubiri na kuwataka watu watubu dhambi zao na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Je, mafundisho yake ni bado muhimu kwetu? Kabla ya kutafakari mafundisho hayo, tuone kifupi hali ya Yohane Mbatizaji. Wazazi wake. Injili Luka anatuambia habari ya kuzaliwa Yohane Mbatizaji. Baba yake alikuwa wa ukoo wa kikuhani, aliitwa Zakaria, jina lenye maana ya Mwenyezi Mungu amenikumbuka. Tunafahamu pia kwamba mama yake aliitwa Elizabeti, jina la Kigiriki au Kiyunani lenye maana Mungu ni ukamilifu. Watu hao waliishi kitakatifu, walidumu katika kusali na kumtegemea Mwenyezi Mungu, ingawa hawakuwa na mtoto. Zakaria na Elizabeti hawakuachana, wala haielezwi popote kuwa walilaumiana kwa sababu ya kutopata mtoto. Tunapata mfano mzuri sana kwa watu wa ndoa. Katika mazingira yetu, ndoa nyingi huvunjika iwapo wanakosa mtoto, ikithibitishwa kwamba hiyo inasababishwa na mmoja kati yao. Mwingine hushawishiwa kutenda dhambi ya kutafuta mtoto nje ya ndoa. Watu wa ndoa wanapopata matatizo na changamoto, watafute njia halali za kutatua matatizo hayo, wadumu katika kusali na kumtegemea Mwenyezi Mungu kama walivyofanya Zakaria na Elizabeti. Maisha yao yote kuanzia ujana wao mpaka kufikia uzee bila kukata tamaa. Mungu alijibu sala zao kwa kuwapa mtoto walipokuwa wazee. Hata Zakaria hakuamini kwamba katika uzee wangaliweza kupata mtoto. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 18. Mtoto huyo alikuwa mashuhuri sana, ndiye Yohane Mbatizaji. Hali ya Yohane. Tunapata taarifa ya kuzaliwa kwake katika sura ya kwanza ya Injili ya Luka. Injili yatueleza kwamba Mwenyezi Mungu alimchagua Yohane Mbatizaji kuwa nabii kabla hajazaliwa. Jina lake lilichaguliwa na Mungu mwenyewe, na maana ya jina hilo ni Mwenyezi Mungu ni mwema. Tunaipata hali na tabia yake kwa kifupi katika maneno ya malaika Gabrieli, aliyekuwa ametumwa na Mungu kutoa taarifa ya kuzaliwa kwake kwa baba yake Zakaria. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye, na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza aya 14 hadi ya 17. Mungu alimtakasa Yohane akiwa tumboni mwa mama yake na akamjaza Roho Mtakatifu. Baada ya kuzaliwa hakuonja kileo chochote. Alipopata umri wa kujitegemea, alikwenda kuishi jangwani, na huko maisha yake hakika yalikuwa duni na ya shida. Yohane alipata chakula kwa shida, alikula nzige na asali ya mwito. Vazi lake lilikuwa la singa za ngamia kama mwinjili Mathayo alivyoandika. Naye Yohane mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwito. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 4. Roho ya Eliya ambayo malaika Gabrieli aliitaja inadhihirika sio tu kufanana na Eliya katika mavazi, bali pia katika namna ya kuishi. Yohane aliishi jangwani na kujinyima. Roho ya Eliya katika Yohane Mbatizaji inaonekana hasa katika ari yake ya kitume na pia mahubiri yake. Nabii Eliya alitetea imani ya kweli kwa Waisraeli na kupambana na wafalme dhalimu wa wakati wake. Mahubiri yake. Katika ari ya nabii Eliya akiwa jangwani, neno la Mungu lilimfikia Yohane akaanza kuhubiri.
Mwinjili Luka anatuarifu hata wakati na mazingira ya kihistoria wakati Yohane alipoanza kuhubiri, anaposema mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, neno la Mungu lilimfikia Yohane mwana wa Zakaria jangwani. Rejea Injili ya Luka sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 2. Kwa nguvu siyo ya chakula duni alichokula kule jangwani, bali ya Roho Mtakatifu, Yohane Mbatizaji alihubiri akiwataka watu watubu, yaani wabadili maisha yao yawe mema. Katika kuwa na maadili mema watakuwa wanatengeneza njia ya Bwana, yaani watakuwa tayari kumsadiki na kumpokea Masia. Aliyachukua maneno ya nabii Isaya na kuyafanya yake aliposema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Rejea Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 3 na kitabu cha Isaya sura ya 40 aya ya 3 hadi ya 5. Katika Agano la Kale nabii Isaya alitaka njia ya Bwana itengenezwe jangwani. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Rejea Isaya sura ya 40 aya 3 hadi ya 5. Nabii alitaka njia ya Bwana iandaliwe jangwani ili Bwana aweze kupita na watu wake kiwarejesha kutoka utumwani. Yohane lakini yeye mwenyewe akiwa jangwani alihubiri akiwataka watu watengeneze njia ya Bwana, yaani wabadilike na kuishi kwa uadilifu ili Masia anapokuja waweze kusadiki neno lake. Yohane alihubiri kwa ukali na hakutaka kumpendeza mtu, bali kusema ukweli mtupu. Mwinjili Luka anatoa mifano ya makundi mbalimbali ya watu walioitikia mahubiri yake. Walimwendea kutaka ushauri kutoka kwake. Aliwataka watu wadhihirishe toba yao kwa matendo mema. Majibu ya Yohane kwa watu waliomwendea yalikuwa watu wawagawie maskini mahitaji muhimu kama nguo na chakula. Watoza ushuru ambao walijulikana katika jumuiya kuwa wadhalimu na mafisadi waliambiwa waache kabisa kuwadhulumu wengine, watoze ushuru kwa haki. Askari na polisi waliambiwa wasiwanyanyase wala kuwaonea watu, bali waridhike na mishahara wanayopewa. Rejea Injili ya Luka sura ya 3 aya ya 10 hadi ya 14. Yohane Mbatizaji leo. Mafundisho hayo ya Yohane ni muhimu sana katika ulimwengu wa leo. Tuanze na jumuiya ndogo ya familia. Tumesema kuhusu wazazi wa Yohane kuwa ni mfano kwa wanandoa wa Kristo, lakini mafundisho ya Yohane yaongoze wanafamilia kusaidiana na kutunzana. Kutokana na ubinafsi, familia nyingi huishi kwa mateso na dhiki. Mama mmoja wa ndoa alisema, ndoa niliyoitarajia siyo hiyo. Naishi sababu ya watoto wangu, kwani mateso ninayoyapata siwezi kuyasema. Hakika wanandoa wengi hutesana kwa namna mbalimbali. Hata katika parokia moja Wakristo hutofautiana kiuchumi. Je, katika jumuiya kuna mpango wowote kusaidiana? Kuna mpango wa kusaidiana kati ya jumuiya moja na nyingine? Tukipanda ngazi ya parokia nako kuna tofauti. Parokia zilizoko mjini kwa kawaida zinajimudu kiuchumi kwa sababu Wakristo wengine ni wafanyakazi na wengine ni wafanyabiashara. Kumbe zile za pembezoni Wakristo wengi hutegemea tu kilimo. Katika mafundisho hayo ya Yohane Mbatizaji, tuna lolote la kujifunza? Tunayaweka namna gani katika maisha mahubiri hayo ambayo hutujia katika kipindi hiki cha mwaka wa kanisa? Tusisubiri kutoa kwa maskini au kuwasaidia wengine vitu tusivyovihitaji wenyewe, bali tuwe tayari kutoa hata vile ambavyo sisi wenyewe tunavihitaji. Katika sherehe ya Noeli, marafiki hupeana zawadi. Tuanze wakati wa majilio kuwasaidia maskini na fukara. Kwa wachungaji. Wachungaji tunapowahubiria wenzetu, tunapaswa pia kutafakari juu ya hali yetu wenyewe. Iwapo hatuwezi kufanana na Yohane Mbatizaji katika namna yake ya kuishi, chakula duni na mavazi, angalau tuige hali yake ya kuwajibika, kukemea maovu na dhuluma katika jamii, kushuhudia na kutetea ukweli. Tunapaswa pia kutafakari hali yake ya unyenyekevu
Alipoulizwa nani, hakujibu kwamba yeye ni nabii na mtangulizi wa Masiha, bali alisema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana. Rejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya 23. Baadaye alipoambiwa kwamba watu wengi walikuwa wanamwendea Yesu badala ya kuja kwake, alijibu kwa furaha lakini kwa unyenyekevu pia, basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 30. Kilele cha ujasiri wake ni pale alipomwendea mfalme Herode na kumwambia wazi amwache mwanamke aliyekuwa akiishi naye Herodia, kwa sababu alikuwa mke wa ndugu yake. Mapato yake alitiwa gerezani na hatimaye kwa mbinu chafu za Herodia aliuawa. Rejea Injili ya Marko sura ya 6 aya ya 17 hadi ile ya 29. Wanaofanana kitabia na mfalme Herode na Herodia hawakosekani. Ndivyo Yohane Mbatizaji alivyohubiri, sio kwa maneno tu, bali kwa matendo yake pia. Aliyaishi mahubiri yake. Laiti sote tungeiga. Mwenyezi Mungu atusaidie.